Leo tunakuletea hadithi ya mtu mmoja aliyekuwa na mchango mkubwa katika harakati za ukombozi wa nchi ya Kenya. Huyu ni Jaramogi Oginga Odinga, baba wa siasa za upinzani katika taifa la Kenya. Je, alikuwa nani? Alipitia changamoto gani? Na alivyofanikiwa kuwa kiongozi, alifanya nini kwa taifa lake? Karibu The Storyside. Hii ndiyo historia ya Jaramogi Oginga Odinga, naibu rais wa kwanza wa Kenya na baba wa siasa za upinzani. Jaramogi Oginga Odinga alizaliwa mwezi Oktoba mwaka 1911 katika kijiji cha Nyamira Kango huko Bondo, kaunti ya Siaya. Wazazi wake walikuwa mzee Oginga Raila na mama Opondo Nyarmagoro. Katika tawasifu yake, Jaramogi anaeleza hali ya umasikini ya babu yake mzee Raila, ambaye alikosa mifugo ya kulipa mahari na hivyo akaoa mjane aitwaye Omindo. Wawili hao walizaa watoto 6 wa kiume, ambapo kitinda mimba wao Ajuma alimwoa mama yake Jaramogi. Kwa bahati mbaya, Ajuma alifariki dunia, na kwa kufuata mila za Wajaluo, kaka yake Ajuma alimrithi mjane wake ambaye alikuwa mama yake Jaramogi. Hivyo mzee Oginga Raila akawa baba mzazi wa Jaramogi Oginga Odinga, ambaye naye ni baba wa Raila Amolo Odinga. Licha ya umaskini wa babu yake, Jaramogi alikulia katika familia yenye hadhi kubwa kijijini. Mjomba wake Omodo Alogo alikuwa chifu wa kijiji mwenye mamlaka ya kusuluhisha migogoro yote katika eneo hilo. Omodo Alogo alikuwa mtu mwenye huruma na aliyejali masikini. Katika baa la njaa la mwaka 1918 alimchukua Jaramogi usiku na kumwagiza kugawa chakula kwa familia maskini kwa siri. Alogo alikataa nafasi ya kuwa chifu wa mkoloni kwa sababu hakutaka kufuata amri za mzungu. Jaramogi alijifunza maadili haya na baadaye alimuinua kisiasa, lakini pia yakasababisha migongano kati yake na wanasiasa wengine katika miaka ya 60. Wajomba zake walikuwa viongozi wenye maono na walimpa Jaramogi mfano mzuri wa maisha. Mwaka mmoja, kaka yake wa kambo Abisai Ajwang alirudi kutoka Nairobi na kuanza kumfundisha Jaramogi kusoma na kuandika. Mwaka mmoja baadaye, akiwa na umri wa miaka 13, Jaramogi alianza masomo yake katika shule ya msingi ya Maranda. Alikumbana na changamoto za elimu, kwani ilimbidi baba yake kutumia nguvu na vitisho kumfanya akae darasani. Hata hivyo, alionyesha umahiri mkubwa katika somo la hisabati, ingawa hakupenda kufuata mbinu za walimu wake. Ukaidi wake ulimuingiza matatani mara kwa mara. Baada ya kumaliza elimu ya msingi, Jaramogi alijiunga na shule ya sekondari ya Maseno mwaka 1927, ambapo mwalimu mkuu alikuwa Francis Karei. Safari yake ya kwenda Maseno ilikuwa ngumu. Alisafiri kilomita 35 kwa miguu ili afike shuleni. Alipofika, alichukizwa na jinsi walimu walivyowadhalilisha wanafunzi na hata chakula kilicholetwa. Hata umri wake ulirekodiwa vibaya kuwa miaka 10 baada ya 16. Kutokana na hayo, Jaramogi alitoroka Maseno na kuishi mafichoni kwa mwaka mzima, lakini baadaye alifuatwa na mwalimu wake Shadrack Osewe, ambaye alimrudisha shuleni kwa lazima. Osewe alijaribu kumtafutia kazi ya posta badala ya masomo, lakini Francis Karei alisisitiza Jaramogi
arejee shuleni. Jaramogi, ingawa hakupendezwa na Maseno, aliachiwa nafasi ya kulipa ada kwa kufanya kazi ndogo ndogo shuleni. Alibatizwa na kupewa majina ya Kikristo Adonija, Adonai, lakini hakuyapenda na baadaye akayatupilia mbali, akabaki na jina lake Oginga Odinga. Licha ya kuwa mwanafunzi mahiri, msimamo wake mkali ulimfanya akosane na walimu wake mara kwa mara. Wakati mmoja alinaswa akichukua mafuta ya taa kutoka store ya shule kwa lengo la kuyatumia kusoma usiku akiwa likizoni. Mwalimu wake Francis Karei alimkamata na kutishia kumchukulia hatua kali. Hivi ndivyo maisha ya ujana wa Jaramogi Oginga Odinga yalivyokuwa, yakijaa changamoto, ukaidi, bidii na misimamo thabiti, sifa zilizombeba katika safari yake ya baadaye kama kiongozi mashuhuri nchini Kenya. Huko shuleni Alliance aliibuka kuwa gwiji wa somo la hisabati, na mara nyingi aliombwa kuwafundisha wanafunzi wenzake. Aliruhusiwa kulima viazi, mahindi na mbaazi katika shamba la shule kwa njia hiyo ili kupata pesa ya karo. Uhusiano wake na mwalimu Francis Karei uliendelea kunawiri, na ilipofika mwaka 1937 Jaramogi alijikuta akihitaji tena msaada wa mzungu huyo. Alialikwa na chuo cha Makerere University College kilichopo Uganda ili kusomea ualimu. Francis Karei, ambaye aliona umuhimu wa walimu wa Afrika katika koloni la Kenya wakati huo, alitaka sana kijana Jaramogi asomee ualimu Makerere. Hii ni licha ya kuwa Jaramogi, ambaye alikuwa na tabia ya ukaidi na mtundu wa sheria, alionyesha ahadi kubwa ya kuwa kiongozi wa watu wake, sawa na babu yake wa zamani Chifu Ramogi Ajwang aliyewaongoza Wajaluo kutoka mto Nile. Katika safari yake ya masomo, Karei Francis alimpa Jaramogi mkopo wa shilingi 180, kiwango cha fedha alizohitaji kuanza masomo huko Makerere. Mkopo huo ulitolewa kwa sharti kuwa angeulipa kwa kurejea kufundisha Maseno baada ya kuhitimu stashahada ya elimu huko Uganda. Huko Makerere wanafunzi wote walihitajika kuvaa sare rasmi wakati huo. Jaramogi alisimulia kuwa sare hizo zilitengenezwa na wafungwa, na baadhi ya wanafunzi waliamua kuzipeleka kwa mafundi ili zishonwe vyema na ziwatoshelee. Kila mwanafunzi alipokea sare mbili kila mwaka, na Jaramogi akaamua kuvaa sare moja huku akihifadhi nyingine kama akiba. Huko Uganda, Jaramogi aliingia kwenye mahubiri licha ya kuwa hakuwa mfuasi wa dini kwa undani sana. Anakumbuka siku moja alipohubiri mbele ya kabaka wa ufalme wa Buganda na mkewe kama mwinjilisti mwanafunzi. Katika mwaka wake wa mwisho kama mwanafunzi wa Makerere, Mwalimu Karei Francis alimwandikia barua akimwalika kurejea Maseno kama mwalimu. Jaramogi alihitimu kutoka Makerere mwaka 1939 na akarudi kufundisha Maseno kama alivyomwahidi mwalimu wake. Hata hivyo, akiwa kama mwalimu, Jaramogi alijikuta akizozana na Karei Francis mara kwa mara. Licha ya kuwa Karei Francis alikuwa karibu sana na Waafrika aliokuwa nao Maseno, bado alifuata sheria za kikoloni kwa ukamilifu. Chini ya sheria hizo, walimu wa Afrika kama Jaramogi walitarajiwa kuvalia sare sawa na wanafunzi wao. Zaidi ya hayo, walimu weusi kama Jaramogi walihitajika kusimamiwa na mwalimu mzungu kila walipofundisha ili kuhakikisha hawafundishi vibaya. Wakoloni waliamini kuwa Waafrika
hawakuwa na uwezo wa kufundisha elimu ya juu. Zaidi ya hayo, hawakuruhusiwa kuleta wake au wake wa mitala mahali walipoishi. Jaramogi alivunja sheria zote hizo na akapigania ziondolewe kabisa. Kwanza, alikataa kuvaa kaptura na soksi za kijani alizotakiwa kuvaa. Badala yake akachagua kuvaa suti alizoshonewa alipotoka Makerere. Hili halikumpendeza mwalimu mkuu, lakini Jaramogi na wenzake walipigania mpaka sheria hizo zikaondolewa. Katika mwaka wake wa mwisho ndani ya Maseno Mission School, Jaramogi aliwapeleka wanafunzi wake kwenye mashindano ya michezo eneo la Migwena, ambapo alimwona msichana mmoja aliyempendeza. Ingawa hakuzungumza naye siku hiyo, kwa bahati nzuri wakakutana tena siku chache baadaye. Msichana huyo aliitwa Mary, binti wa Chifu Odima wa Alegu. Jaramogi alimtembelea chifu huyo na kumchukua Mary kama mke wake wa kwanza. Katika safari yao ya ndoa walipitia changamoto mbalimbali, na wakati mmoja Mary alitorokea kwa baba yake kwa miezi 6 walipokuwa na mtoto wao wa kwanza, Seneta Oburu Odinga. Jaramogi na Mary walizaa watoto 9 ambao ni Oburu, Raila, Agola, Wenwa, Beri Achieng, Ruth Adhiambo, Odima, Shadrack Osewe na Eriki Odhiambo. Baadaye Jaramogi alioa wake wengine 4 na idadi ya watoto wake ikaongezeka hadi kuwa 17. Wake zake wengine walikuwa Gaudensia Adea, Nyari Oyoma, Betty Rosa Adongo na Susan Agiki. Wakati wa kuwabatiza watoto wake watatu wa kiume, Jaramogi alikataa kuwapa majina ya Kikristo na alisisitiza waitwe majina ya Kiafrika. Hili lilisababisha kasisi aliyepaswa kuwabatiza kukataa kufanya hivyo. Licha ya malalamiko ya mkewe, Jaramogi alishikilia msimamo wake hadi akampata kasisi aliyewabatiza kwa majina hayo. Watoto hao walipewa majina Ng'ong'a Molo Aburu, Raila Amolo Odinga na Ngile Omuodo Agola aliyefariki dunia mwaka 1983. Jaramogi aliondoka Maseno Mission School baada ya kumwoa Mary ya Juma, rafiki yake Walter Odede, ambaye baadaye alikuja kuwa baba mkwe wa Tom Mboya. Alimjumlisha kuhusu nafasi ya kufundisha katika shule ya udaktari wa mifugo ya Maseno Veterinary School. Jaramogi alihama na akaacha kufundisha Maseno Mission School, licha ya mwalimu mkuu kumtishia kuwa angemripoti Nairobi. Bidii yake kama mwalimu ilimfanya ateuliwe kuwa mwalimu mkuu wa Maseno Veterinary School, ambapo alihudumu kwa miaka 4. Hatimaye Jaramogi alijiuzuru kutoka ualimu na akaanzisha kampuni ya Luo Thrift and Trading Corporation. Jaramogi na Kenyatta walikutana kwa mara ya kwanza mwaka 1952 wakati Jomo Kenyatta alipozuru eneo la Luoland, yani Nyanza. Kabla ya kukamatwa kwake tarehe 20 Oktoba, Kenyatta alikuwa katika harakati za kujenga umaarufu wa kitaifa kwa chama cha Kenya African Union, yani KAU, ambacho kilihimiza mshikamano wa Wakenya wa Afrika. Mwanzoni KAU ilikuwa na wanachama wengi kutoka jamii za Mlima Kenya, hasa Wakikuyu, Wameru na Waembu. Ili kushinikiza maslahi yao, wanachama wa KAU walikuwa nyuma ya Kenyatta. Walitaka kuhusisha jamii zingine ili kuongeza nguvu ya kupaza sauti dhidi ya mkoloni. Hii haimaanishi kuwa ni jamii hizo mbili pekee zilikuwa katika harakati za kutafuta uhuru na ardhi. Katika bonde la Ufa,
Jamii kama Wanandi zilikuwa na harakati za kisiasa za vyama vya mashinani sawa na Wamijikenda wa pwani. Jamii ya Wajaluo ilikuwa moja ya jamii zilizokuwa na miungano mikubwa zaidi ya kisiasa kabla ya 1952. Kuanzia mwaka 1920, Young Kavirondo Taxpayers Welfare Association ilikuwa inajihusisha na harakati za kupigania uhuru wa Wajaluo dhidi ya ukoloni. Wakati Kenyatta alivyozuru Luo huko Nyanza, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa Ker wa Wajaluo, yani kiongozi wa kijadi mwenye ushawishi mkubwa aliyepigania uhuru wa Wakenya. Kwa kuwa tayari alikuwa amesikia sifa za Kenyatta, Jaramogi alimkaribisha kwa heshima na wakakubaliana kushirikiana dhidi ya utawala wa kikoloni. Kufikia mwaka 1965, wanafunzi 1900 walikuwa wamepata nafasi ya kusoma katika vyuo vya mataifa ya kikomunisti. Wakati mradi wa scholarship wa Odinga ulipoonekana kufikia kilele chake, Wamarekani walianza kueneza uvumi kuhusu shughuli za Odinga huko Urusi na China. Tetesi zilianza kuibuka zikidai kwamba Jaramogi Odinga alituma wanafunzi kupewa mafunzo ya kijeshi kama njama ya kutengeneza jeshi la siri la kikomunisti. Walioeneza tetesi hizi walidai kwamba Jaramogi Odinga alipanga kutumia jeshi hilo la siri kugeuza serikali ya Kenyatta na kugeuza Kenya kuwa taifa la kikomunisti ambapo mali zote zingemilikiwa na serikali. Madai haya hayakutolewa dhidi ya mpango wa scholarship wa Tom Mboya. Swali la Wakenya kupewa mafunzo ya kijeshi huko Urusi na mjini Wuhan nchini China, naibu rais Odinga alijibu kuwa Kenyatta alijua kuhusu miradi yote ya masomo aliyoendeleza. Hata hivyo, wakati wanafunzi waliosoma nje ya nchi walipoanza kuhitimu na kurudi nchini, waliopelekwa na Jaramogi Odinga kusoma Mashariki na Urusi walikosa nafasi za kazi serikalini. Waliosoma Marekani na Uingereza kama vile Hussein Obama na Wangari Maathai walipata nafasi kubwa za kazi serikalini. Baada ya mwaka 1964, Kenyatta alizidi kuwapa Wakikuyu manufaa zaidi ya maendeleo ya serikali. Jaramogi Odinga na marafiki zake katika serikali ya Kenyatta walizidi kupokea fedha nyingi kutoka mataifa ya kikomunisti kuendesha shughuli zao. Kwa kutumia ofisi yake kama naibu rais na pia waziri wa masuala ya nyumba, yani Home Affairs, Jaramogi alizidi kuwanyima usingizi wa Uingereza na rafiki zao katika serikali ya Kenyatta. Ijapokuwa Kenyatta alihisi tofauti zake na Jaramogi zingekuwa na matatizo, alikataa kumsuta Odinga na badala yake akamtumia Tom Mboya kumpiga vita baridi, akihofia kupoteza ushawishi katika kabila zingine. Hata hivyo, wakati ushawishi wa Jaramogi Odinga kati ya Wakenya waliopendelea ugavi sawa wa ardhi na habari za ujamaa zilipoonekana kuzidi, njama ikapangwa ili kumkata miguu Jaramogi. Hatua ya kwanza ilikuwa kumuua Pio Gamapinto, jamaa wa Kihindi aliyekuwa rafiki na msaidizi wa Jaramogi Odinga kisiasa. Pinto alipokea pesa kutoka China na Urusi ambazo Odinga alitumia kuendesha miradi ya maendeleo nchini. Gamapinto alipigwa risasi na kuuawa nje ya nyumba yake huko Nairobi asubuhi ya tarehe 24 Februari 1965. Kifo chake kiliashiria uamuzi wa Jomo Kenyatta kuweka wazi mzozo wake na Jaramogi Odinga, hasa kuhusu siasa za ujamaa na kugawa mashamba kwa masikini. Wengi waliamini kwamba Charles Njonjo, waziri mwandani wa Kenyatta, alituma mauaji haya
Licha ya kifo cha Pinto, Jaramogi Odinga na wenzake ambao kufikia hapo walionekana kuwa na itikadi kali za kikomunisti na kupewa jina la Radical, waliendelea kuwa na ushawishi mkubwa nje na ndani ya serikali. Ijapokuwa katika katiba haikumpa uwezekano wa kuwa rais iwapo Kenyatta angeaga dunia, Jaramogi alikuwa mwanasiasa maarufu zaidi nchini baada ya Kenyatta. Achieng' Oneko na Jaramogi, licha ya maoni yao kuwa tofauti, walikuwa na uhusiano wa karibu na mzee Kenyatta. Hili likawapa wasiwasi watu kama Njonjo na Mboya waliokuwa marafiki wa Uingereza. Ilipofika tarehe 4 Aprili 1965, siku chache baada ya Gama Pinto kuuawa, Charles Njonjo alimtembelea balozi wa Uingereza nchini Kenya aliyekuwa na cheo cha High Commissioner Malcolm MacDonald. Kulingana na taarifa ya MacDonald aliyoitoa baadaye, Njonjo alimwambia kuhusu njama ya Jaramogi na wenzake kuipindua serikali. Njonjo alisema kwamba naibu rais alikuwa na silaha nyingi na hatari kutoka nchini China alizopanga kutumia kupindua serikali ya mzee Jomo Kenyatta. Kulingana na Njonjo, njama hii ilipangwa kutekelezwa tarehe 12 Aprili, lakini alifichua wakati wa kuchunguza kifo cha Pinto Gama. Kufuatia onyo lake Charles Njonjo, serikali ya Uingereza ikatuma meli ya kijeshi iliyoitwa HMS Albion hadi bandarini Mombasa kumpa Kenyatta msaada iwapo Jaramogi Odinga angejaribu mapinduzi hayo. Haikutosha, kwani mapema tarehe 8 baadhi ya viongozi waliohusishwa na Jaramogi Odinga walivamiwa na polisi majumbani mwao. Kufikia tarehe 10, ofisi ya Odinga pia ilikuwa imevamiwa. Majasusi wa Kiisraeli walioisaidia serikali katika operesheni hiyo walisema kwamba bunduki kubwa 500, mamia ya bunduki aina za pisto na risasi zilipatikana katika ofisi ya Odinga. Baadhi ya viongozi wa chini katika mlengo wa Jaramogi walikamatwa, lakini Odinga mwenyewe hakuguswa wakati huo. Kufikia leo hazipo rekodi nyingine kuyapa nguvu madai ya Njonjo kwamba Jaramogi alipanga kumpindua Kenyatta. Hata hivyo, serikali za Uingereza na Marekani ziliendelea kumnong'oneza sikioni Kenyatta kuhusu hatari aliyoleta Jaramogi Odinga na kampeni yake ya ujamaa na kugawa mali ya Wakenya upya. Kati ya mwaka 1971 na 1978, umaarufu wa Jaramogi hasa katika mikoa ya Nyanza na Magharibi uliendelea kuongezeka, ingawa hakuhusika kisiasa wakati huo. Katika kipindi hiki, sio viongozi wengi walifaulu kuchaguliwa serikalini kutoka Nyanza bila baraka za Jaramogi Odinga. Baada ya kifo cha Kenyatta, Mwai Kibaki aliyeishi kuwa rais wa 3 alikwenda kwa Rais Daniel Arap Moi kumdai amrejeshe Jaramogi serikalini, hasa ndani ya chama tawala cha KANU. Licha ya yote, Jaramogi Odinga alifika kutoa heshima zake katika matanga ya Rais Jomo Kenyatta na kumlimbikizia mwenda zake sifa nyingi, akimuita baba mkombozi wa Kenya huru. Baada ya kifo cha Kenyatta, Jaramogi alishikilia tumaini kwamba wapo katika tabaka la kisiasa nchini ambao wangeona ukweli kuwa yeye ndiye alistahili kumrithi mzee kama rais wa pili wa jamhuri. Katika wasifu inayoitwa My Journey with Jaramogi, mwandishi Odinga Odere ambaye alimfanyia kazi Jaramogi anafichua kuwa taarifa za Moi kuapishwa kama rais zilimbabaisha sana Jaramogi Odinga. Odero anasema kuwa ilichukua muda kabla ya Odinga kumkubali Moi hadharani
kama rais, kwani aliamini yeye ndiye alistahili jukumu hilo. Hata hivyo, sio Jaramogi na viongozi wa Wajaluo pekee waliochelewa kumkubali Rais Moi, bali hata wanakiambu mafia waliongozwa na Mbiu Koinange na Muigai Njoroge walisisitiza kumkubali. Mwai Kibaki, ambaye aliishia kuwa rais wa tatu, alienda kumshauri rais mpya Daniel Moi amrejeshe Jaramogi Oginga Odinga ndani ya chama cha KANU na kumuondolea vizuizi vya kisiasa. Kibaki alipendekeza kuwa Jaramogi alikuwa na ushawishi hata nje ya KANU, jambo ambalo lingemsaidia Moi katika kudhibiti umaarufu wake na kumaliza makali yake. Kibaki aliripotiwa kumtaja Rais Lyndon Johnson wa Marekani, aliyediriki kumweka karibu mkurugenzi wa FBI J. Edgar Hoover, aliyejulikana kwa mauaji ya kisiasa huko USA. Hata hivyo, juhudi za Kibaki kumfufua Jaramogi kisiasa zilishindwa pale taarifa hizo zilipomfikia Charles Njonjo, mzungu mweusi ambaye hakupendezwa na wazo la Jaramogi kurudi KANU au hata katika siasa za kitaifa. Kwa kuwa alikuwa na ushawishi mkubwa kwa Rais Moi, Njonjo alishurutisha Moi kukataa ombi la Kibaki. Hata hivyo, Moi aliona ni vyema kumpa Jaramogi cheo cha kando kama mwenyekiti wa taasisi ya kitaifa ya kuzalisha na kuuza pamba ambayo iliitwa Cotton Lint and Marketing Board. Jaramogi alishikilia wadhifa huo kwa zaidi ya miaka mitatu hadi ilipofika mwaka 1981. Wakati huu Charles Njonjo na wenzake serikalini walikaa macho wakiangalia dalili yoyote ya Jaramogi kujaribu kurudi kwenye siasa ili wamzime. Hezekia Ougo, ambaye alikuwa mbunge wa Bondo, alijiuzulu ghafla wadhifa wake na kumfungulia njia Jaramogi aingie bungeni. Njonjo alifanya njama kumzuia Jaramogi. Utafiti wa mwandishi Odero ulibaini kuwa Njonjo alimtumia mwanasiasa aitwaye Moses Keino kutoka Kericho, ambaye alikuwa na urafiki na familia ya Jaramogi. Bila kujua, Moses Keino alikubaliana na hila za Njonjo. Alimbebea taarifa kwa Jaramogi kuwa Moi alikuwa anamkosoa Kenyatta faraghani na alikuwa akimtaka Jaramogi afanye hivyo hadharani. Katika hafla moja huko Mombasa, Jaramogi alimsuta mzee Jomo Kenyatta kama mnyakuzi wa mashamba ya Wakenya. Njonjo aliona hili kama sababu nzuri ya kumtenganisha Rais Moi na Jaramogi. Moi alitoa taarifa moja akimpigia karamu Jaramogi kwa kumkosea heshima baba wa taifa. Wandani wa Charles Njonjo ndani ya KANU walitumia nafasi hii kumzuia Jaramogi kusimama ubunge Bondo licha ya Hezekia Ougo kujiuzulu. Alipozuiliwa kuwania nafasi hiyo, Jaramogi alikaa kimya kwa mwaka mzima, na alipotokea tena ilikuwa mwezi Aprili 1982. Jaramogi alikuwa London alipotangaza kuwa angeanzisha chama kipya cha kushindana na KANU katika siasa za Kenya. Angekiita chama cha Kenya Social Congress. Kenya wakati huo ilikuwa bado de facto one party state, yani taifa la chama kimoja, sio kwa sheria bali kwa uwepo wa chama kimoja cha KANU pekee tangu KPU kupigwa marufuku 1969. Ndani ya serikali, Moi na Charles Njonjo wasingekubali Jaramogi Odinga kuanzisha chama. Haikupita miezi, sheria mpya ikapitishwa kuifanya Kenya ni taifa la chama kimoja kisheria. Isitoshe, alikamatwa na kuzuiliwa
George Anyona, mwanasiasa aliyepanga kuanzisha chama kipya na Jaramogi. Wakati kitengo cha jeshi la hewa kiliongozwa na Hezekia Ochuka kupindua serikali mapema Agosti 1982, wengi serikalini walimshuku Jaramogi kama aliyehusika na njama hiyo. Zaidi, Raila Odinga, mwanawe aliyesimamia kampuni ya familia ya Spectre East Africa, alitajwa na hata kukamatwa. Uchunguzi wa baada ya jaribio hilo uliacha marafiki wengi wa Jaramogi wakiwa wamekamatwa na kupelekwa jela bila mashtaka. Wakati huo kifungo hicho cha detention without trial kilikuwa halali chini ya katiba. Jaramogi mwenyewe alizuiliwa kuondoka kwake nyumbani chini ya kifungu cha house arrest huko Kisumu. Ilipofika 1990, Jaramogi alijaribu tena kusajili chama kingine cha kitaifa kilichoitwa National Democratic Party ambacho kingeleta upinzani kwa uongozi wa KANU. Chama hicho hakikufaulu kusajiliwa. Basi mwaka 1991, mwaka mmoja baadaye, Jaramogi akashikana na wengine kuanzisha chama cha FOLD, ufupisho wa Forum the Restoration of Democracy. Hii ilikuwa baada ya sheria ya Section 2A kuondolewa na Kenya kukubali tena vyama vya upinzani. Lengo la FOLD likawa kumpindua Moi katika uchaguzi wa mwaka 1992. Hata hivyo, tofauti ziliibuka na chama cha FOLD kikavunjika na kuwa vyama viwili hata kabla ya uchaguzi wa rais 1992. Kukawa na FOLD asiri na FOLD Kenya. Jaramogi aliwania uraisi kwa mara ya kwanza 1992 kwa tiketi ya chama cha FOLD Kenya. Kenneth Matiba, Mkikuyu, aliwania kwa tiketi ya FOLD asili. Mwai Kibaki alikuwa amejiuzuru kutoka KANU na kuanzisha chama chake cha Democratic Party 1991, naye alipigiwa debe. Rais Daniel Arap Moi aliishia kushinda uchaguzi kwa 36% ya kura. Matiba akapata 26%, huku Kibaki akipata 19%. Jaramogi alikuwa wa 4 kwa 17%. Uchaguzi huu uligubikwa na madai ya wizi wa kura, na Rais Moi na waziri wake George Saitoti walisemekana kuchochea machafuko huko Bonde la Ufa. Hii ndio The Storyside, mahali ambapo historia haiishi bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.